Nikutakia amani ya Kristo Yesu. Tukumbuke mwezi tarehe 29 mwisho wa mwezi tutakuwa na ibada ya kuweka wakfu watumishi wa Mungu, lakini pia tutakuwa na ibada ya kumtolea Mungu a special sacrifice. Kila moja aandae sadaka yake maalum nzuri. Na kuanzia sasa hivi anza kumwomba Mungu kwamba nikutolee kitu gani mwisho wa mwezi huu. Bwana Yesu asifiwe. Mwisho wa mwezi huu nitoe kitu gani kitakachobadilisha maisha yangu. Na tutakuwa na maombi maalum kwa ajili ya sacrifice za watu kulingana na kile ambacho wanatamani na wanataka Mungu afanye kwenye maisha yao. Ni mwanao ni nani, mpe sacrifice nzuri. Sacrifice hiyo ambayo itabadilisha maisha yake. Sacrifice hiyo ambayo itabadilisha maisha yake. Ni sacrifice ambayo imebeba maisha yake, imebeba hatima yake. Hata kama upo mbali, hata wale ambao mnatazama, hata kama ni kwenye mitandao, andaa sadaka yako maalum. Tarehe 29 itakuwa ni tarehe ambayo Mungu atabadilisha maisha yako. Bwana Yesu asifiwe. Leo tarehe 15 tuna Jumapili ya tarehe 22 na tuna Jumapili ya tarehe 29. Kwa itakuwa ni Jumapili ambayo watu watapokea nguvu, watapokea uweza, wataenda viwango vingine. Kwa hiyo andaa sadaka yako maalum, na iwe ni sadaka ambayo inakugusha. Muulize Mungu aina ya sadaka utakayomtolea na unataka umtolee kwa ajili ya nini. Na hicho ambacho utamtolea Mungu atafanya. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Mungu akubariki sana. Kwa hiyo mwezi huu wa 6 mwishoni tutakuwa na special offering. Tutakuwa na special sacrifice. Ile special sacrifice ni sacrifice ambayo itabadilisha maisha yetu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo niombe hata wewe uliyeko kwenye mtandao, kuna vitu napitia, kuna vitu naona haviendi sawa, kuna vitu naona haviko vizuri, ama ni kwenye afya, ama ni kwenye uchumi, ama ni kwenye hali fulani ya kifamilia. Hebu tafuta sacrifice, na hiyo sacrifice uiombee kwa hizi siku zote. Kabla ya kuitoa, iombee na umwambie Mungu ashughulike na tatizo lako. Bwana Yesu asifiwe. Mungu akubariki, nikutakie amani ya Kristo Yesu. Amen.